Keir Starmer ameweza kushangazwa na baadhi ya komenti mbalimbali mara baada ya kikao ambacho kiliweza kufanyika na kikamalizika. Basi kuna baadhi ya Watanzania na baadhi ya watu ambao walikuwa kipita kwenye baadhi ya hizo peji na vyanzo vya taarifa na kuanza kulaumu kwamba katika ajenda za Keir Starmer, kwa sababu yeye kama waziri mkuu wa nchi ya Uingereza, lakini pia amekuwa akipata nafasi ya kuendaga katika bunge la Ulaya na amekuwa na connection kubwa. Sasa ajenda inayoendelea ya kinachoendelea kuhusu wakina Tundu Lissu, lakini pia na mambo mbalimbali yanayoendelea katika nchi ya Tanzania, basi walitegemea ajenda hiyo iweze kuamuliwa na yeye kama waziri mkuu wa nchi ya Uingereza atoe neno. Lakini nitakufahamisha pia historia ya Keir Starmer, huyu mwamba ambaye alikabidhiwa waziri mkuu mnamo mwaka jana, kwamba huyu mwamba amesomea sheria na anafahamu sheria mbalimbali na za nchi husika. Na kitu ambacho watu wasichokifahamu, ingekuwa labda Tundu Lissu ni Muingereza na ama ana uraia pacha kati ya Tanzania na Uingereza, ingekuwa rahisi kwa wao kuweza kuzungumza ama kutia neno, kutokana kwamba Keir Starmer anazifahamu sheria na anazijua vizuri. Kwa hiyo kuingilia ama kutoa sauti ama kutoa tamko wao kama nchi ya Uingereza ama pia kwa bunge la Ulaya haiwezi na haitokuja kutokea kwamba wao watoe tamko la moja kwa moja kwamba eti wamtoe haraka iwezekanavyo, kwa sababu katika nchi husika ambaye amekuwa na final say si mwingine ni amiri jeshi mkuu, lakini pia na rais wa nchi husika. Yeye ndo anayetambua labda sheria na anaelewa yale yote ambayo yamekuwa yakiendelea katika nchi yake husika. Lakini haiwezekani kwa bunge la Ulaya ama leo hii tukamsikia waziri mkuu kutokea Uingereza atoe tamko la nchi ya Tanzania kwamba labda wafanye jambo fulani ama waweze kufanya kitu fulani, alafu Tanzania eti wamsikilize kwa sababu yeye ni waziri mkuu wa nchi ya Uingereza. Kwa hiyo hiyo ndio imekuwa ni sababu kubwa kwa baadhi ya Watanzania kwenda katika vyanzo vya habari vya Keir Starmer na kuanza kutokana na kuona kwamba labda bunge la Ulaya ama pia nchi ya Uingereza kwa United Kingdom kwamba wamekuwa wakifanya vikao vyao na ajenda zao, lakini wamekuwa wakisahau kinachoendelea kwa issue ya Tundu Lissu ambaye hivi sasa bado sakata lake lakini pia na kesi yake iko mahakamani kwa kesi ya uhaini. Licha kwamba pia yanayoendelea ya kina Captain Tesha pia ni miongoni mwa taarifa ambazo huenda zikawa zinawafikia, lakini wao kama wao hawana sauti, lakini pia hawana udhibiti wa kuweza kuzungumza.